kusikiliza huo ujumbe, unatakiwa uwe connected na Roho Mtakatifu, kwa sababu huwezi kujua kupitia ule wimbo Mungu atasema nini na wewe. Ndiyo maana kwa mfano waimbaji ni kwaya gani wameimba hapa, sijui ni Mke Mwema au ni kwaya ya wamama fulani hivi. Ile kwaya wameimba ujumbe ambao nitahubiri. Na ndivyo ambavyo huwa inafanyika, kwamba waimbaji mnapojiandaa kuimba, Roho Mtakatifu anaweza akawaongoza nyimbo mtakazochagua, mkakuta ndio huo ujumbe ambao mhubiri amejiandaa. Lakini kama msipomsikiliza Roho, mkawa mnaangalia hivi wimbo gani ambao una biti kali, tukiupiga huo lazima kila mtu asimama kwenye kiti. Mnachagua wimbo kwa sababu una biti kali, watu wataruka na kucheza na kufanya kila vurugu, na lengo la hiyo ni ili tusikie kuburudishwa. Ndio unakuta sasa mtu anapiga kigeregere tu hata ambapo hapahitajiki kupiga kigeregere. Kuna kwaya moja iliimba wimbo hapa wakati wa kongamano. Ni wimbo ambao ulipaswa uimbwe nje. Wanakemea sijui wazinzi, wanakemea na sijui na wanani, wachawi, halafu mtu anapiga vigeregere. Yaani unapiga vigeregere kwa sababu wewe ni mchawi? Unapiga vigeregere kwa sababu wewe ni mzinzi? Kwa hiyo jamani, tufike mahali vitu vingine tuwe tunavitathmini. Alafu na ndio maana kuna sehemu zingine nimekuwa nikiwaambia hata wachungaji pamoja na viongozi wengine, waimbaji wakiimba vitu ambavyo havieleweki, muazimie hiyo nani yao na mkuambia shukeni chini. Unaweza ukafikiri mimi ni mkatili, lakini nakwambia kuna watu wamekuja hapa, kesho yao haiso, yaani kesho haieleweki itakuwaje. Wanahitaji muujiza tu. Wako hapa na wanalitazama sasa hivi, wako katikati yetu. Hao watu wanahitaji wakutanishwe na Mungu, sio mbwembwe na porojo. Kwa ndio maana kila utakachokifanya hapa, hakikisha unasababisha Mungu awepo, umkutanishe na huyu mtu ambaye amekuja na uhitaji fulani. Na wewe unayesikiliza ule wimbo, sikiliza kwa maana ya kutaka kupokea kitu kutoka kwa Bwana, sio kwa sababu ya kuburudishwa. So tukifanya hiyo, tutashangaa hata ibada zetu zinakuwa na hali ya hewa ya tofauti. Hata uimbaji utaanza kuleta sasa matokeo. Watu wanasimama kuimba, wagonjwa wanaanza kupona huko. Sijui alikuwa hasikii, sikio linafunguka. Alikuwa kipofu, macho yanafunguka. Waimbaji tu wanaimba. Alikuwa anaumwa tumbo, mtu anafunguliwa kutoka kwenye maumivu baada ya waimbaji kuimba. Na wewe ili upokee, unayesikiliza lazima na wewe uwe connected, kwa sababu Mungu huwa havamii kama mapepo yanavyovamia. Mungu anakutana na wewe uko aware, you are conscious kwamba sasa hivi kinachoendelea ni hiki. Ila pepo unakuta tu unajikuta unalo. Tukiwasha fire hapa linalipuka, ndio unashangaa. Likija kukutoka unajikuta huko hapa mbele wakati ulikuwa kule nyuma. Ndio unajiuliza, imekuwaje? Unamwangalia wa kulia na wa kushoto, imekuwaje? Pepo lilikuingia bila habari, maana yenyewe yanavamiaga. Lakini Mungu anapotaka kukutana na mtu, unakuwa aware, hata wewe unakuwa na ufahamu ya kwamba sasa hivi kinachoendelea ni hiki hapa. Kwa ndio maana namna ya kusikiliza, hata jinsi unavyonisikiliza sasa hivi,
namna unavyonisikiliza sasa hivi itaamua utapokea kwa kiwango gani kutoka kwenye haya mahubiri. Ndio maana tunakuja kwenye ibada moja, mhubiri mmoja, kwaya zile zile, nyimbo zile zile, lakini kila mtu anatoka na ushuhuda tofauti. Mwingine anasema ibada ya leo ilikuwa super. Mwingine anasema ibada ya leo ilikuwa imepoa. Sema ilikuwa imepoa, uwezekano ni mkubwa sana kwamba inategemea na namna alivyokuwa amejiposition yeye mwenyewe. Uwepo wako Bwana uwepo wako Bwana uwena. Pokeeni salamu nyingi kutoka kwa mke wangu na familia yangu na watoto wangu. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana. Ombi langu peke yangu sitaweza. Hallelujah Jesus. Sahi Bwana, ombi langu peke yangu mimi siwezi, uwepo wako Bwana uwena. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana. Wewe ni Mungu haubadiliki. Wewe ni Mungu haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Wewe ni yule yule tangu zamani haubadiliki. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, tunakusikiliza. Wewe ni Mungu haubadiliki. Ukisema ndio, hakuna awezaye kusema hapana. Haleluya. Haubadiliki. Tangu zamani za kale, kabla ya zamani haijatokea, wewe hujawahi kubadilika. Tangu zamani, tangu zamani wanadamu wanabadilika, lakini wewe hubadiliki. Zamani wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Mtuliza mawimbi, unatuliza dhoruba. Hata sasa haufananishwi
na kitu kingine Baba hafananishwi na kitu. Si mwepesi wa hasira, si mwepesi wa hasira, unaghairi mabaya, unaghairi haufananishwi. We acknowledge you, God, as the God who is incomparable. Haufananishwi. Tukulinganishe na nani? Na kitu. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hata kama angekuwa na akili namna gani, unatoa faraja. Unafanya mambo unatoa faraja. Shida yako usiulingoto haufananishwi. Yeye akiingilia kati, kila kitu huyeyuka mbele zake. Kama milima inayeyuka kama nta mbele zake. Sembuse hiyo changamoto ulionayo, sembuse hayo magumu unayoyapitia. Kwake kila kitu huwa kinapiga saluti. Yeye ni Bwana wa mabwana, ni mfalme wa wafalme, amejivika nuru kama vazi. Oh my God, my God, my God, my Father, my Father, intervene in these matters. Ingilia kati. Kuna mtu anakuhitaji kwa saa hii na wakati kama huu. Ingilia kati mfalme, ingilia kati mfalme. Yuko mama anakuhitaji, yuko baba anakuhitaji. Ingilia kati, ingilia kati. Beba hiyo mizigo, chukua hiyo. Intervene, 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 intervene. Let your intervention penetrate this place. Oh my God, penyeza maingilio Bwana mahali hapa. Aliyekuja akitarajia kukutana na wewe, kutana naye sasa, kutana naye sasa. Waliokuja wagonjwa waponye. Aliyekuja mgonjwa apone katika jina la Yesu. Apokee uponyaji. Kila aliyekuja mgonjwa apokee uponyaji. Mwenye mahitaji ya kifamilia, pokea hayo mahitaji. Mwenye hitaji kwenye biashara yako, pokea upenyo kwenye hiyo biashara. Pokea upenyo kwenye hiyo biashara. Wa Misri unaowaona leo kwenye maisha yako, wa Misri unaowaona leo kwenye maisha yako, hautawaona aishivyo Bwana wa majeshi. You will see them no more. Maana Mungu ameingilia kati. Yeye hafananishwi, yeye hafananishwi. Yeye ni Elohim, yeye ni El Shaddai, Jehova Sabaoth, Jehova El Kadar, El Abagida, Mungu asiyeshindwa, Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu